Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Esther Stefano Rumpi, ni mzazi wa marehemu Joshua Joseph Itungulu. Joshua Joseph Itungulu ni mtoto wangu wa 3 katika watoto wangu wote 5. Ninasikitika sana kwa mauaji ya kijana huyu Joshua ambaye ni mtoto wangu. Ninasikitika sana na nina majonzi makubwa kusikia mtoto amechukuliwa na watuhumiwa hawa waliomjeruhi na kumpeleka kwenye kituo cha afya cha wilaya bila mimi mzazi kujua taarifa yoyote, na nikiwamo nyumbani na nikiwamo na mawasiliano ya simu. Ninasikitika sana. Ninaomba serikali kama serikali ifuatilie hilo jambo, maana mimi linaniumiza mno. Linaniumiza mno kabisa, kwa sababu nilikuwepo tu mazingira ya nyumbani na kulikuwa na uwezekano kabisa wa mimi kusogea hapo. Je, ingekuwa huyu mgonjwa asingefariki, labda wangeambiwa wamsogeze hospitali nyingine, wangempeleka? Mimi naomba serikali ifikirie mambo hayo. Na lingine la pili, ninaomba nyumba zote zinazouza pombe mitaani, serikali ingie katikati, ifanye hayo mambo, ifuatilie kabisa. Maana kuna sehemu zingine zinaweza zikatengwa za vinywaji kama vile vilabu, vitengwe sehemu maalumu. Hapo patakuwa na ushirikiano, hata mhalifu anapofanya kosa serikali inaweza ikamdhibiti. Asanteni. Mawazo yangu yalikuwa hayo, na masikitiko na majonzi ninayo mengi mno moyoni mwangu. Kwa majina naitwa Joseph Shabani Itungulu. Anaitwa Joshua Joseph Itungulu. Kwa matukio kama haya, naiomba serikali iweze kuliangalia hili jambo, kwa sababu nimetendewa sio kweli. Sio mimi tu, hata wananchi. Nashukuru sana hata kwa wananchi kwa kutusaidia familia ya Itungulu. Kwa hiyo ningeomba haya matendo ili iweze serikali kulikabili hili jambo, mauaji kwa kutumia silaha za marungu. Kwa majina yangu mimi ninaitwa Matthew Itungulu. Marehemu au mtoto aliyeuawa hapo, huyo ni mtoto wa kaka yangu. Hivyo basi tunayo huzuni kubwa, kwa sababu kijana huyu ilisemekana kwamba alikuwa yuko kwenye majukumu yake tu ya kawaida, lakini baadaye aliweza kushuka kwenda kwenye maeneo ya kunywea pombe. Sasa hivyo walivyoendelea kule na mwenzie, walikuwa kidaiana shilingi 2,000. Yaani shida ni shilingi 2,000. 2,000 hiyo kijana huyu inasemekana kwamba huyu kijana alikuwa anadaiwa. Lakini baada ya hapo yaliyokuja kutokea haikuweza kufahamika. Huyu mwenzie ndo akaja akachukua fimbo akawa amempiga mwenzake kwa kumpiga kwa sababu alidaiwa hiyo shilingi 2,000. Lakini rai yangu ni kwamba hawa watoto ni wetu na sisi ndio wazazi. Basi serikali tusaidie. Tunapiga kelele mno juu ya hili hapa. Angalau basi serikali iweze kutenga maeneo husika kama ni ya starehe ambazo wanazihitaji. Angalau tu serikali chukue jukumu la kutenga hilo eneo, kwa sababu ile eneo likiwekwa hivyo haitokuwa na usiri kama huo, kwa sababu tayari huyu kijana alikuwa na uwezo wa kuweza kupata msaada angalau kule huduma ya kwanza, kulingana na ule usiri uliofanyika baina ya familia mtoto wetu alikopigiwa. Familia hiyo ilichukua majukumu ya kuanza kukabili zoezi la wao kama wao bila kufahamisha familia ya marehemu. Walianza kuchukua jukumu lao na kuanza kumpeleka hospitalini, hali ya kuwa kwamba na nyumbani hapo ni karibu. Tunaomba sasa, kwa sababu hiyo, serikali ipate kuchukua hatua kwamba ya kuangalia usiri huu utakuja tumalizie watoto wetu. Tunaomba sana jamani, mtusaidie serikali, na serikali ichukue mkondo wake kabisa, ifanye juu chini apatikane huyu, ili kusudi basi na yeye aingie kwenye hicho alichokitenda. Basi serikali itajua nini namfanya. Mimi kwangu ni hayo, na hivyo tunaiomba tu serikali zaidi itusaidie iweze kumkamata huyo, angalau na sisi mioyo yetu basi itulie angalau kidogo, tuone haki imetendeka, na iamini serikali ambayo inaongozwa na Mama Samia ambaye ni rais wetu inisikivu na inasikia, itafanya hayo. Mimi naomba tu hilo, sina mengi ya kuongelea, lakini moyoni tunao majonzi makubwa sana. Asanteni. Jina naitwa James John Mteti, ni mkazi wa kijiji cha Kipumbuiko.
ni muumini wa kanisa Katoliki katika kijiji hiki cha Kipumbuiko. Tuna majonzi na tunasikitika kwa kumpoteza kijana mwenzetu kutokana na changamoto ya kupigana na mwenzake, kutokana na changamoto ya ulevi. Kwa hiyo sisi kama vijana tunaomba serikali ichukue manani juu ya jambo hili, kutokana na tabia kama hizi zinakuwa sio nzuri na zionyeshi uadilifu katika jamii. Kwa hiyo tunaomba serikali livalie njuga, iendelee na upelelezi kuhusu changamoto inayojitokeza kama hii na kudhibiti ulevi kwa vijana na makundi mbalimbali yasiyokuwa ya msingi yenye kuchochea na kuondoa amani katika taifa letu. Basi mimi nifike mwisho. Nasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Rosemary Sweetbet, ni mtendaji kijiji cha Kipumbuiko. Nimepokea taarifa hii kwa huzuni sana na masikitiko makubwa, kwani wakati tukio hili likitokea nilikuwepo, lakini sikuweza kupata taarifa yoyote kuhusiana na jambo hili mpaka ilipotokea umauti wa kumfika kijana huyu Joshua. Rai yangu kwa wananchi wa Kipumbuiko, naomba tushirikiane na uongozi pindi inapotokea changamoto, basi tuweze kutoa taarifa ili tuweze kutatua changamoto hiyo kwa wakati. Naiomba sana serikali kushirikiana na jeshi la polisi, tuweze kushikamana pamoja na wananchi wa kijiji cha Kipumbuiko na jamii kwa ujumla, tuweze kuzuia mauaji na ukatili ambao unatokea katika jamii yetu. Tuweze kuwafunza vijana namna ya kushikamana na kushiriki katika matukio ambayo ni mazuri na sio matukio mabaya ya kuuana, kwa ajili ya maendeleo ya jamii yetu ili tuweze kusonga mbele. Nashukuru sana jeshi la polisi la Ikungi kwa kuweza kutushika mkono pamoja na uongozi mzima, ofisi ya mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa pamoja na diwani wa kata ya Kidung'unyi kwa kuweza kuungana na sisi katika tukio hili na kuweza kutuunga mkono mpaka pale ambapo tumeweza kumpumzisha kijana huyu. Tunaomba tuendelee kushikamana kwa ajili ya kumtafuta aliyefanya tukio hili ili aweze kuwajibishwa kutokana na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na washukuru. Tunaomba ushirikiano wenu. Asante. Naitwa Ernest Ismaili Asmani, ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Kipumbuiko. Mimi kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa kweli nina masikitiko makubwa. Kwanza nina sikitiko moja, kuna kijana mmoja aliuawa akaenda kutupiwa eneo la shule ya msingi, na ni familia hii ya leo tena tukio lingine likafanyika na tena ni familia hiyo. Sijajua kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa nini hiyo familia iangaliwe na kwa nini matukio yanafanyika hapo. Najiuliza, sielewi swali. Lakini swala lingine, swala la pombe. Pombe ni kweli watu wanakunywa. Naungana na wenzangu waliozungumza waliopita kwamba swala la pombe ziwe sehemu moja. Kama kuna mbaya huko na mtafuta, tukaonane huko sehemu moja, sio sehemu za maficho. Maana mara nyingine pombe zinauzwa ndani ya nyumba au ndani kule, kama kuna sumu na kuna vitu vilivyowekwa kule, mtu anakuwinda kwa siku nyingi, hutamuelewa ni nani atakaye kuua. Kwa hiyo na masikitiko hayo, serikali naomba sasa wamsaidie huyu mama, huyu kijana. Kwa nini atoroke? Na kwa nini mazingira yale huyu kijana hachukuliwe apeleke hospitali bila kuelewa sheria? Kwa nini? Na hao ni majirani. Na ni kwa nini? Ndio maana kwa ajili ya hizi pombe za ndani huyu kijana yani huyu yupo. Serikali endeleeni kutushikilia mkono, naongea kwa uchungu mno kama mwenyekiti wa chama, lakini mtafuteni yupo ili mtusaidie na msaidie chama chetu na msaidie jamii kwa ujumla. Asanteni, serikali ifanyeni kazi.